Unaona kosa kabisa kule chini kabisa kwenye moto. Unaona? Naam, ndugu wanahabari, kwanza niwakaribishe na pia niwape pole kwa sababu jambo ambalo lilotokea leo linatuhusu wote wana Morogoro. Kilichopo hapa ni kwamba usiku wa kuamkia leo majira saa 8 kasoro tulipata wito wa kuanguka kwa tenka la mafuta maeneo ya Doma. Kwa hiyo kituo chetu, askari wetu crew ambayo iko maeneo ya Mikumi, kituo kidogo chetu cha Mikumi, walitoka na kwenda haraka kwenye eneo la tukio. Walipofika eneo la tukio walikuta kweli tenka la mafuta ambalo limebeba petroli pamoja na diesel likawa limedondoka pembezoni mwa barabara, na hii ni baada ya kutokea kwa ni ajali barabarani. Yani kuna gari zilikuwa zikipishana, mmoja ikampushi nyingine ndio kaenda kudondoka upande wa pili. Sasa baada ya kutokea kwa ajali hiyo, tenka lile la mafuta likawa linamwaga mafuta. Kwa askari walipofika pale kwa eneo la tukio wakaanza kumwaga foam concentrate, foam compound ambayo ndio tunaitumia kwa ajili ya kuzimia moto wa mafuta. Kwa hiyo umewekwa pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hakuwezi kutokea chechi za aina yoyote na kusababisha moto kuweza kutokea. Kwa hiyo zoezi hilo lilifanyika, baada ya kukamilika askari waenda kukaa kwenye eneo la tukio kwa ajili ya standby mpaka pale ambapo kwa asubuhi ya kuamkia leo ambapo walikuwa washasiana wamiliki wa ile kampuni ambayo inaitwa Uncle Sam Company Limited. Ndio baada ya kuwasiliana nao akaambiwa kwamba asubuhi ya leo wanaanza kutafuta watu na gari la kwa ajili ya kufaurisha mafuta. Kwa hiyo majira ya saa 4 niliweza kupata simu kutoka kwa askari wangu ambao walikuwa wamekaa standby kwamba wakati huo gari limekuja kwa ajili ya kufanya ufaurishaji wa mafuta, kulitokea mlipuko, ulisikika mlipuko ambao sehemu ya mlipuko walikuwa wamekaa wale watu wa kampuni ambao walikuwa wakifanya zoezi la kuhamisha yale mafuta. Kwa hiyo ule mlipuko uliotokea ulikuwa ni mkubwa wa pamoja wa mara moja, kwa sababu chemba zile zilikuwa zifanywa kutolewa mafuta kuhamishwa kutoka upande wa gari iliyodondoka kwenda gari lingine, ilikuwa ni chemba yenye mafuta ya petroli. Kwa hiyo ule mlipuko ulivyotokea ukawa umechukua nafasi kubwa sana. Nakumbuka tenka limedondoka tangu jana, yani tangu usiku wa majira saa 7 mpaka mida ile asubuhi saa 11, saa 12 ndio ambavyo wali askari wote na kila mtu kufika pale na tuweza kupata tukio kwamba kuna tenka limelipuka. Kwa hiyo baada ya kulipuka likawa limechukua sehemu kubwa sana ya eneo na yale mafuta, ule mlipuko ukawa umeenda kushambulia mpaka askari wetu ambao walikuwa kwenye eneo la tukio. Kwa katika tukio hili tumepata madhara ambayo yamesababisha madhara kwa binadamu, yamesababisha majeruhi 9. Majeruhi waliotokea ni askari mmoja wa polisi ambaye alikuwa kakaa kwa ajili ya security kwenye cordon moja security, na askari wawili wa zimamoto ambao walikuwa wamekaa kwa ajili ya standby, pamoja na fire volunteer mmoja ambaye alikuwa katika eneo hilo kwa ajili ya standby, pamoja na raia wengine ambao alikuwa ni wale tandboy dereva na raia wengine 3 ambao walikuwa katika eneo la tukio kwa ajili ya kusaidia zile harakati za wao kuweza kuhamisha yale mafuta. Kwa hiyo hiyo ndio iliweza kutupelekea hapo, na sisi tukatoka hapa kituoni kwenda kuongeza nguvu. Kwa hiyo tukaondoka na ambulance, tukaunganisha ambulance 2 kwa pamoja ambao ni hapa Morogoro na ile ya Mikumi, zikaenda kubeba majeruhi na kuwaleta katika hospitali ya rufaa. Baada ya kufika hospitali ya rufaa hapo ikagundulika kwamba baada ya kuangalia kufanywa assessment ikaonekana kwamba kuna majeruhi 3 wanatakiwa wasafirishwe kutoka katika hospitali ya rufaa na kupelekwa Muhimbili kwa ajili ya kuwatizamia zaidi. Hofu iliyopo ni kwamba yawezekana pamoja na kwamba wanapashwa bani, kwa sababu wako ambao wanapashwa bani kwa maana tunaita malengelenge, wale ile baada ya kutolewa na kufanyia huduma ile ya msingi ya awali, imeonekana kwamba yawezekana kuna wengine ambao wamepata ile miunguo hadi kwenye upande wa uso na shingo. Kwa hiyo inawezekana wale wakawa wamevuta ile hewa ya sumu kwa sababu ya ule mlipuko wakati umetokea. Kwa hiyo ili sije kawaathiri katika njia zao za hewa, ndio akasema madaktari wakashauri kwamba wapewe referral kwenda Muhimbili kwa ajili ya uangalizi na uchunguzi zaidi. Kwa hiyo hivyo ndio ilivyokuwa. Kwa hiyo wengine wamebaki majeruhi. Nafikiri mkitoka hapa sasa hivi mtafika hospitalini, mnaweza kuwaona wale majeruhi ambao wako pale na mnaweza kuwasalimia na kuwasikiliza.